Habari zenu ndugu zanguni, nawakaribisha tena kwenye somo la leo. Mwalimu wenu anaendelea kuwa Daktari Innocent. Nitakuwa na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Somo la leo linahusiana na ugonjwa wa UTI ambacho kirefu chake ni urinary tract infection. Kwa Kiswahili sijajua ni utajeje kwa Kiswahili, wataalamu wa Kiswahili mtanisaidia. Lakini naenda kuelezea zaidi. UTI ni ugonjwa ambao umetesa watu wengi sana ulimwenguni, hasa kwa karne hii. Wanawake umewatesa sana, wanaume umewatesa sana, umefanya watu wakose kupata mimba, umefanya mimba zitoke. Kwa hiyo UTI ni ugonjwa mbaya sana, lakini pia ni ugonjwa wa kawaida. Ugonjwa wa kawaida kabisa. Ninachokuomba hapa ni kunisikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza mengi zaidi na kuweza kuepukana na huo ugonjwa wa UTI na namna ya kusolve changamoto ya UTI endapo utakuwa umeshakuwa affected. Kwa hiyo nakuomba unifuatilie kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwanza kabisa tutaanza na kujua UTI ni nini. UTI ni maambukizi ya bakteria ambayo yanaenda kuathiri mfumo wa mkojo. Mfumo wa mkojo maana yake urinary tract, ambao ukisikia mfumo wa mkojo unajumuisha vifuatavyo. Unajumuisha fecal, urethra, bladder, and the urethra. Hiyo ndo system ya system ya mkojo. Kwa hiyo UTI inakuja kuaffect kwenye system ya mkojo ambayo nishaitaja hapo, ambayo ni fecal, urethra, bladder na urethra. Kwa hiyo ikisha affect baadhi ya parts hizo ambazo nishazitaja ambazo zimeunda mfumo wa mkojo, ndo zinakuja kusababisha changamoto ya UTI ambayo tutaiona zaidi kwa undani ikifika hapo mbele kidogo. Nini sababu hasa ya huo ugonjwa wa urinary tract infection ambao ni UTI? Hasa kinachosababisha UTI ni bakteria mmoja ambaye anakujaka mbele sana kuliko wengine, ambayo ni Escherichia coli. Huyu ni bakteria mbaya sana ambayo huwa mara nyingi ndio anayesababisha huu ugonjwa wa UTI kwa wanaume hata kwa wanawake. Kwa hiyo chanzo kikubwa hasa ni kisababishi kikubwa au kinachosababisha huo ugonjwa ni huyu mdudu au huyu bakteria ambaye anaitwa Escherichia coli. Tunaweza pia kujiuliza, maana tushajua sababu ni nini, tunaenda kujua symptoms ya ugonjwa wa UTI. Maana yake dalili za mtu mwenye ugonjwa wa UTI. Dalili za mtu mwenye ugonjwa wa UTI ni zipi? Watu wengi wanakuwa wanajiuliza, huwa dalili za mtu wa UTI ni zipi? Wengi wanakuwa na confuse STI na UTI. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunatakiwa tuelewe maana yake ya UTI, then nitaplanify kuhusu STI ili uje kutambua difference between STIs na UTI ni ipi, na utakuja kutambua baada ya kuwa umetufuatilia kwenye kuanzia somo hili la leo ya UTI, lakini pia kwenye somo pia litakalo kuja la STIs. Utajua tofauti iliyopo kati ya hizi
mbili, yaani maana yake ya hawa wagonjwa, ya hawa watu ambao wamekuwa affected na wagonjwa wa UTI, mwingine ambao wamekuwa affected na ugonjwa wa STI. Twende kwenye symptoms au dalili. Dalili ya kwanza ni maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Maana yake ukienda kukojoa unaumia au unajisikia kama vile unawashwa, yani kwenye urethra kuna kama kamoto fulani ukienda kukojoa. Yaani utasikia kama mkojo ni wa moto hivi. Symptoms ya pili, utakojoa mara kwa mara. Maana yake utakuwa unaenda kukojoa mara kwa mara. Symptoms ya tatu, mkojo unaweza ukawa na harufu mbaya au harufu kali. Na hiyo pia ni dalili ya ugonjwa wa UTI. Symptoms nyingine, unapata maumivu chini ya kitovu, yani lower abdominal pain. Hii inatokana kwa wote, kwa wanaume, kwa wanawake. Unapata pia lower back pain, maumivu ya uti wa mgongo kwa maeneo ya chini. Lakini pia utakuja upate homa endapo UTI itakuwa imeshafika kwenye figo. Yaani maana yake ishaanza kuathiri figo. Utapata homa, lakini pia utapata kichefuchefu pamoja na kutapika. Maana yake ni kwamba kuna watu wanakuwa na dalili kama mtu mwenye mimba. Wanawake hao akahisi ni mimba, kumbe ni UTI. Maana yake amekaa nayo muda mrefu sana hadi ishaanza kuathiri figo. Akienda kupima kipimo cha mimba anakuta negative. Lakini anakuwa anajiuliza, kwa nini dalili ni za mtu mwenye ujauzito lakini nikipima sioni chochote? Kwa hiyo maana yake na kuelezea kwa siku ya leo kwamba UTI endapo umekaa nayo muda mrefu ina dalili kama za mtu mwenye ujauzito. Nafikiri hapo kwenye symptoms tumeelewana. Kama kutakuwa na swali utaniulizia kwenye comment hapo chini. Twende kwenye causes, yani vinavyosababisha ugonjwa wa UTI. Cha kwanza nishaelezea kuwa ni bakteria, hasa Escherichia coli, kutoka kwenye utumbo. Maana yake anaishi kwenye utumbo huyu mdudu. Chanzo kingine ni kutojisafisha vizuri baada ya choo. Yaani maana yake umetoka hapo, ni kwa wanawake. Kwa wanawake kumbuka sehemu zao za siri zipo opened. Maana yake akienda kujisafisha, kusafisha anasafishia kutoka nyuma kwenda mbele. Maana yake anatoa uchafu nyuma anauleta kwenye sehemu yake ya siri. Maana yake anauleta kwenye vagina. Na kwenye vagina hapo unapata sehemu ya kuingilia kwenye urethra. Ukipita kwenye urethra una prolonged until in kidney. Ukishafika kwenye kidney mambo yanakuwa magumu sana. Kwa hiyo causes nyingine hapa ni kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Usiwe unashikilia mkojo kwa muda mrefu. Maana yake hii pia ni changamoto ambayo inaweza kusababisha hii shida ya UTI. Causes nyingine ni kufanya ngono bila kujisafisha vizuri. Umeona? Maana yake watu wanaparamia tu bila hata kufanya usafi. Maana yake hujasafisha pembeni hapa, mtu anafika na kufanya mambo yake. Kwa anachukua ule uchafu unaweza ukawa umejaa ule bacteria, kuta umeingia ndani. Kwa kushaingia ndani unapitia kwenye urethra, unaendelea hadi ndani. Kwa baada ya siku au baada ya masaa fulani unajikuta una hiyo changamoto ya UTI. Cause nyingine ni matumizi ya catheter. Kwa mtu ambaye amewekewa catheter, endapo mhudumu hatakuwa makini sana
kwa kuzingatia IPC, manake mgonjwa atakuta ameathirika na ugonjwa wa UTI. Au aidha catheter imekaa muda mrefu, unaweza kusababisha, maana yake unaweza kukuta catheter haimtoshi, maana yake ukakuta kuna sehemu ambapo wale bakteria wanaweza kupita na wakaingia. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo inaweza kusababisha huo ugonjwa wa UTI. Kingine ni kinga dhaifu. Kinga ya mwili dhaifu. Ukishakuwa na kinga ya mwili dhaifu, ni simple sana kupata hayo magonjwa ya UTI. Maana yake unakuwa hauna kinga ya kutosha ya kuweza kupambania mwili wako, ili mwili wako uweze kufanyeje, uweze kuendelea kuwa vizuri. Maana yake kinga inakuwa chini, na ikishakuwa chini, maana yake mwili hawezi kujipambania kila ugonjwa, hata kama ni mdogo, wewe kwako unakuwa mkubwa. Kwa hiyo ni changamoto pia ambayo inaweza kusababisha baadhi ya magonjwa, ikiwemo pia na UTI. Hapa tunakwenda kuulizana namna UTI inavyoambukizwa. Hapa cha kutambua kwanza, UTI si kama ugonjwa wa kuambukizwa kama mafua. Hapana. Bali UTI ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria kama tulivyosema, na bakteria hawa wanaingia kupitia kwenye urethra kwa njia zifuatazo ambazo naenda kuzitaja sasa hivi. Wanapita kwenye kutoka haja kubwa kwenda mbele. Maana yake kwa wanawake hapo, wale wanaosafisha, yaani ametoka chooni kujisafisha, anasafisha kutoka nyuma analeta mbele. Maana yake anatoa uchafu nyuma anauleta kwenye vagina, na kwenye vagina uchafu unaingia, na ule uchafu unakuta umejaa bacteria. Kingine ambacho ni namna huo ugonjwa unavyosambaa au unapoambukizwa ni ngono. Umeona? Ni ngono. Maana yake kwenye ngono naweza ukaingiza, kama tulivyosema, kwa wale ambao unakuta wamefanya ngono bila kujisafisha, au unaweza kujikuta ameingiza bakteria kwenye urethra, ikaingia na kuja kusababisha huo ugonjwa wa nini? Wa UTI. Wengine ni kufanya usafi vibaya au kufanya usafi kwa kutofuata sheria zinazotakiwa. Hapo naongelea pia kwa wanawake, maana wanawake ndio wanaoathirika zaidi na ugonjwa huu wa UTI. Na ni mbaya sana kwa wanawake, maana huu ugonjwa unasababisha mimba nyingi zitoke, unasababisha watu wengi wasipate ujauzito, inasababisha infertility, inasababisha mambo mengi zaidi. Kwa hiyo kuwa makini sana. Hapa tunaenda kuangalia prevention, namna ya kujilinda na ugonjwa wa UTI. Kitu cha kwanza kabisa, tujitahidi kunywa maji mengi sana. Kwa nini maji mengi? Kwa sababu ukinywa maji mengi, maji yanakuwa mengi mwilini, na maana yake bakteria wanakuwa diluted. Wakishakuwa diluted, wanakuwa wanatoka. Maana yake ukishakunywa maji mengi lazima utakuwa unaenda kukojoa mara kwa mara. Vile unavyoenda kukojoa mara kwa mara, unakuwa unatoa uchafu, baadhi ya uchafu. Maana yake ile concentration ya bakteria uchafu uliokuwemo inakuwa inapungua hadi wadudu hao wakose nguvu, na kuta hawana nini? Concentration. Kingine kwenye prevention ni tunajitahidi pia kuwa tunakojoa mara kwa mara. Kama nilivyotangulia kusema hapo, ukikojoa mara kwa mara inasababisha ugonjwa huo unatoka taratibu. Kingine ni kujisafisha kutoka mbele kwenda nyuma, sio kutoka nyuma kuja mbele. Hapo kwa wanawake natakiwa kunielewa vizuri hapo kabisa. Sio kujisafisha unatoa nyuma unakuja mbele. Unatakiwa kutoka mbele unaenda nyuma. Na kila hapo tumeelewana. Jitahidi pia kuwa
unakojoa baada ya ndoa, ya kufanya tendo la ndoa. Maana yake ukikojoa umetoa uchafu. Umeona? Usikubali kutokojoa baada ya kumaliza kufanya tendo la ndoa. Kingine ambacho ni kwenye prevention hapa ni kuepuka kutumia sabuni kali sehemu za siri. Maana yake zinaenda kuua ile kinga. Hapo ni kwa wanawake, inaenda kuua ile kinga iliyomo kwenye vaginal entry ambayo inakinga mwanamke asipate maambukizi kirahisi rahisi. Maana yake tunaelewa kwamba sehemu zapo zipo opened, kwa hiyo pale kuna kinga ambayo inalinda au inaua bacteria wasiingie ovyo ovyo. Ukitumia sabuni maana yake unaenda kuua ile kinga. Prevention nyingine ambayo tunaweza kufanya ni kuvaa nguo za ndani na ziwe safi na zisiwe ambazo zinabana sana. Nafikiri hapo tumeelewana vizuri. Management maana yake nini cha kufanya baada ya kujua hayo yote? Ni kujua kwamba ukishakuwa na ugonjwa huo au ukishakuwa na dalili hizo unatakiwa kwenda hospitali wakapime. Ikiwezekana unaweza kupima, ikionekana dalili ni ziko clear, wanaweza kufanya clinical diagnosis. Ni maana yake unaanza antibiotics ambazo zitakuja kuua hao bacteria ambao wamesababisha nini huo ugonjwa. Lakini pia utahitaji supportive care. Supportive care ni kama ile niliyosema mwanzo, kunywa maji mengi, painkillers kama paracetamol, vitu kama hivyo. Mambo yakiwa magumu utahitaji kuwa hospitalized, maana yake ulazwe, upewe antibiotics kupitia kwenye mishipa. Lakini pia mambo yakishakuwa magumu utahitaji uchunguzi zaidi kwa kupitia culture au urine test. Karibuni sana tena kwenye somo lifuatalo, na nawashukuruni sana kwa kuwa mmenifuatilia kwenye somo la leo. Kama kuna swali, kama kuna mambo hajaelewa vizuri, kama unahitaji msaada wowote, aidha wa ushauri, aidha msaada mwingine, karibuni sana. Namba ya WhatsApp 07552344622. Karibuni sana, nawatakia kila la heri. Asanteni sana, na asanteni pia kuwa na mimi kwa muda wenu, kwa muda huu, na asante pia kwa kila kitu. Nawapenda sana. Bila kusahau kusubscribe, share, like na kufanya comment. Na kucomment ili niweze kujua shida iko wapi, wapi turekebishe, wapi tuweke mambo sawa. Kitu kama hivi. Asanteni, karibuni sana. Napenda sana, niko hapa kwa ajili yenu, natoa msaada bure kabisa. Jitahidi kufanya share kwa watu wengine ili